Naomba niweke sawa, moja ya ajenda ambayo kuzimu wameishikilia sana ni ajenda ya kuhusiana na ndoa, okay? Na hii ni ajenda ya gender equality ndani ya ndoa, okay? Gender equality is not something ambacho ni kinyume, lakini ngoja nikwambie hakiko applied kwenye taasisi ya ndoa. Yaani gender equality ni kitu ambacho ndani ya ndoa hakifanyi kazi. Kwenye taasisi zingine kinaweza kufanya kazi, lakini sio ndani ya taasisi ya ndoa. Kila mtu lazima ajifunze hiki kitu. Na mwanamke yoyote anayejaribu kuwa sawa na mwanaume kwenye ndoa kiutawala ni mwanamke ambaye anaenda kinyume na Mungu, na ndoa ya hivyo huwa haidumu. Mwanamke yoyote ambaye anaingia kwenye ndoa na mentality ya kumtawala mwanaume ni mwanamke ambaye hiyo ndoa huwa haidumu na inavunjika. Mwanamke wa namna hiyo mara nyingi wanaishiaga kuwa wale mashugamami. Yes, asilimia kubwa ya mashugamami ni wanawake ambao walikataa kutawaliwa, wakataka kutawala wanaume. That's why wananunua wanaume kwa fedha zao. Why? Wana ile roho imeshaingia ndani yao ya kwenda kinyume, ni roho ya uasi katika ndoa. Amen. Lazima tuelewane hiki kitu. Kitu hiki kitatusaidia sana sana sana. Ukisoma maandiko vizuri utakubaliana na mimi kwamba gender equality ndani ya ndoa ni agenda ya kuzimu. Ndio maana UN na hivyo vyama vingine ambavyo adui anavimiliki vina support sana hicho kitu. Unajua kuna watu wamegoma kabisa kuyaelewa haya mambo. Yaani wanafikiri dunia inaenda wanavyofikiri wao. Mwanzo 3:16 akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Unapaswa uelewe kitu kimoja, si ndio? Tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Hii alikuwa anaambiwa Eva na wanawake wengine wote, okay? Kumbe ni wazi kwamba mwanamke anapaswa kutawaliwa na mwanaume. Na mwanaume ambaye hawezi kumtawala mwanamke ni mwanaume ambaye hakika ule wanaume wake hawezi kujidhihirisha. Wewe utashindwa, unaenda kinyume na neno. Remember, maandiko yanasema wewe ni kichwa cha familia. Yesu ni kichwa cha kanisa. Ni kitu cha ajabu sana pale ambapo kichwa kinaongozwa na mwili. Ni kitu cha ajabu sana. Yaani mwili ukitaka mwisho wa siku what will happen? Kwa sababu kichwa ndicho ambacho kinafanya maamuzi yote. Umenielewa mpaka hapo? Kichwa ndo kinaamua sasa hivi niende madukani, mwili unafuata. Si ndio? Kwenye ubongo. Sasa ukikuta kichwa ambaye ni baba kwenye familia anaendeshwa na mwanamke, maana yake ni nini? Hiyo familia haiwezi kuwa stable. Hiyo familia ina shida sehemu. Na ngoja nikwambie wewe mwanaume ambaye unafurahia kuona unatawaliwa na mwanamke, ndani ya ndoa kuna shida. Remember, hii nimezungumzia ndani ya nini? Ya ndoa. Mwanamke ni msaidizi. Mwanamke ni mwanamke ambaye anasukuma maono ya mume wake. Anaweza akawa na maono yake nje kwa sababu anaweza akawa ameajiriwa, okay? Lakini akirudi kwenye ndoa lazima by any means asukume maono ya mume wake. Lazima asimame kama msaidizi. Hapaswi kuja na vitu vyake vya nje akavileta kwenye ndoa. Yaani mamlaka ulionayo huko nje hupaswi kuja nayo. Kama wewe ni rais, ukishaingia kwenye ndoa unapaswa kuwa mke, sio rais tena. Kama wewe ni mwenyekiti wa bodi, ukiingia ndani ya ndoa ni mke, sio mwenyekiti wa bodi. Usipoelewa hiki kitu my friend, ndio maana ndoa nyingi zinavunjika. Sifa ya kwanza ya mwanamke ambaye atadumu kwenye ndoa ni mnyenyekevu, kwa sababu mnyenyekevu pekee ndiye anayeweza kutawaliwa. Ukiwa na kiburi huwezi kutawaliwa. Kulikuwa na dada leo pia nilikuwa namuombea. By the way nimeshindwa kumuombea, niwaambie tu ukweli. Why? Because kuna vitu vinatuzuia sisi kukuombea. Yaani kuna vitu utahitaji kuvirekebisha wewe. Yaani sio pepo. Umenielewa? Sio pepo ila kakiburi. Kwa mfano by now wanawake wengi wanataka kujionyesha kwenye ndoa kwamba mwanaume asimzingue sana. Kwanza anaweza kuachana naye akawa na maisha yake. Ukishaanza kuwa na hizo kauli my friend, wewe unaenda kinyume na neno la Mungu. Na hiyo ni dhambi. Yes. Unakuwa umekosa utii kwa Mungu, kwa sababu kwenda kinyume na neno la Mungu ni kutomtii Mungu mwenyewe. Wewe ni msaidizi, elewa nafasi zako. Sasa nataka niwaambie pia wanaume ambao wamekuwa wanajisahau. Wewe unaweza ukawa kwenye taasisi,
Kwa tumeongelea ndoa hapo. Lazima ujue taasisi ya ndoa ina utaratibu tofauti na taasisi zingine. Umenielewa? Yes. Lazima ujue hicho. Sasa by now nataka nikuonyeshe hizi taasisi nyingine zinafanya vipi kazi. Ukisoma Warumi 13:1 utagundua kitu cha msingi sana ambacho nataka wanaume pia wajifunze. Warumi 13:1, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Maana yake nini? Hata hiyo ya kidikteta unayoiona imetoka kwa Mungu. Kama Mungu asingetaka isingekuwa hapo. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Okay? So kila mtu, maana yake hapa ni kila mtu. Lazima uelewe. Na hii mamlaka kumbuka haina jinsia. Lakini kila mtu maana yake mwanamke na mwanaume, na aitii mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Maana yake mamlaka zote ikiwepo ndoa ina utaratibu wake, lakini hizi hapa sasa ni nje ya ndoa. Kwa hiyo nimekuelezea the way ilivyo kwenye ndoa. Okay? Hii ya ndoa iko hivyo, haina excuse. Okay, sasa hii nyingine unaambiwa mamlaka zote imetoka kwa Mungu. Ngoja nikwambie, ukikutana kama wewe ni mwanaume ukao umeajiriwa na ukakuta kwenye ile kampuni kiongozi ni mwanamke, usilete stori za wanaume wako kwenye mambo ya kiutawala wa masuala ya taasisi ya kampuni. Hilo mwanamke akishasimama kama kiongozi wako, sio swala la jinsia tena, ni mamlaka. Lazima umtii. Umenielewa? Yes, akisema leo hii kazi mlete saa 4, usianze kuleta saa 5 ili uonekane ni mwanaume. Wewe unakuwa unaenda kinyume na neno la Mungu, na kwenda kinyume na neno la Mungu ni dhambi. Kwa sababu kuna wanaume ambao wakishaona ni mwanamke kiongozi wanaanza kumdharau. Na hii imefanya wanawake wengi wakataka kuwa wanadhibitisha kwamba wao ni viongozi. Kwa wana react ili kuwakomoa wanaume kwamba usitusumbue. Msinichukulie poa. Kwa mfano mimi nimesoma shule, kulikuwa na mamadam sio wangapi wale. Wote walikuja wakajikuta wamekuwa wakali sana. Yaani kwa sababu gani? Shule ilikuwa ya wanaume. Kwa hiyo sasa afu watu wazima. Kwa hiyo sasa kuna namna wale walimu wa kike wanakuwa wanaona kama hao wanafunzi wanatuchukulia kawaida. Kwa hiyo kuna reaction zingine wana react nje ya mstari. Nani aliyesababisha hicho? Mwanaume ambaye alishindwa kuelewa maana ya mamlaka na kwamba anapaswa kutii mamlaka. Ukiwa chini, mfano rais wa Tanzania ni mwanamke. Masuala ya kuleta story ya mwanamke no. Mamlaka unapaswa uitii. Yaani hiyo haijalishi imetoka wapi. Iwe kwa shetani, iwe kwa Mungu, unapaswa kutii mamlaka. Ndio maana kuna watu Mungu hakuwapigania walipoenda kinyume na mamlaka. Ni mchungaji ndio. Kuna watu yani kuna slogan, yani ngoja niwaambie, unajua Ukristo sometimes tunauaibisha. Yani unasoma maandiko, huyaelewi alafu unavaa unafasi wa yule mtu. Unavimba juu ya mamlaka. No my friend, umeambiwa kutii. Ngoja nikwambie, kutii mamlaka maana yake nini? As long as kinachosemwa hakiendani kinyume na si cha kumpinga Mungu, unapaswa ukifanya. Umeelewa mpaka hapo? Alafu don't interfere. Yosia unajua kwa nini alikufa? Yosia aliingilia kesi ambayo sio yake. Mfalme yule wa Misri alikuwa anaenda kupigana na taifa jingine. Yosia akaingilia kati kinyume na Mungu alichosema. Kwa hiyo akaingilia kesi iliyokuwa imuhusu. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Lazima ujue kuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ametoa maelekezo kwa yule mfalme. Sasa wengi hatusikilizi sauti ya Mungu, tunaenda tu kushindana na mamlaka ili tuonekane sio watu wa kimya, wapambanaji. My friend, sheria ni kwamba unatii mamlaka. Usiamue kwa akili zako kwenda kufanya tu mambo. Kina Danieli hawa, ngoja nikwambie, ukisoma kitabu cha Danieli utagundua Danieli na wale wenzao walikuwa wanaitii sana mamlaka. Walikuwa wanaitii mno mamlaka. Unaona anavyomuita mfalme kwa heshima. Unaona anavyoongea na mfalme kwa heshima. Ule ndio ulikuwa utii. Umenielewa mpaka hapo? Lakini pale ambapo waliambiwa wasujudie miungu mingine, hapo wakasema sasa hiyo ni jambo jingine. You have to know that. Umenielewa? Hata kwenye ndoa, mwanaume akikwambia kusujudia miungu mingine, hiyo ni kesi nyingine.
Umenielewa? Yes, ni bora ukafa kwa ajili ya Mungu wako. Why? Because Mungu uwezi ukarudi kwa Mungu kamwambia lakini alikuwa mume wangu. Kilichomfanya, ngoja nikwambie, Adamu na Eva. Si Eva ndo alichuma tunda akampa mwanaume. Nataka nikwambie hata kama mwanaume angechuma akampa mwanamke, kosa lilikuwa ni lile lile. Kwa sababu lilikuwa ni uasi. Umenielewa mpaka hapo? Tii mamlaka ya ndoa, tii mamlaka za nje huku, lakini hakikisha uabudu miungu mingine. Lazima ujue hicho kitu. Kama ndoa inakufanya uabudu miungu mingine, nataka nikwambie, piga magoti mwambie Mungu, mimi nakuheshimu wewe na kuabudu wewe. Fanya njia. Lazima tuelewe hiki. Ngoja nikwambie, mwanaume yoyote ambaye uko chini ya mwanamke kimamlaka huko nje, kwenye ofisi, kwenye kazi, kitaifa, mheshimu. Tii mamlaka. Tii mamlaka iliyo juu yako. Nataka niseme na wamama ambao niwape sifa tu rahisi za kujua kama wewe umeshindwa kutawaliwa kwenye ndoa. Kwanza hao ni wamama ambao ukiona umeridhika kuishi mwenyewe bila mwanaume. Sugar mami, tayari wewe unasumbuliwa. Kuna roho moja inaitwa Jezebel. Roho ya Jezebel ni roho ambayo imevaa wanawake wengi sana. Hataki ndoa. Umenielewa eh? Yes. Na sababu kubwa ni kwamba wanaume wanasumbua bwana. Sitaki mimi kuwa napangiwa muda wa kuja kulala, sitaki kuwa napangiwa mimi muda wa kufanya hivi na hivi na hivi. Unaelewa maana ya mtawala? Mtawala maana yake ni lula. Lula maana yake ni rules. Kunakuwa na sheria. Hakunaga utawala bila kanuni, bila vitu vya kuzingatia. Na ukiwa na mwanaume ambaye hujampa utaratibu mke wako kwamba mke wangu, haya mambo yanapaswa yawe hivi na hivi na hivi na hivi, utakuwa mtu wa kukasirika kila siku tu. Umeelewa? Mtawala gani hauna utaratibu? Lazima kuwe na katiba. Sema amina. So ninachojaribu kukuambia mimi ni nini? You have to know this. Unatakiwa uelewe hiki kitu. Lazima uelewe hiki kitu. Roho nyingine, mwanamke mwingine ambaye naweza nikakwambia anaweza akawa kwenye kifungo kama hiki, ni mwanamke ambaye yeye anaona raha pale anaposhindana na mwanaume kwenye ndoa. Yaani anataka, kuna wakati atamtamkia atasema, yani anataka kuonekana kwamba yeye sio dhaifu. Anataka kuonekana kwamba yeye sio mtawaliwa. Anataka kuonekana yeye kama vile, yani mentality ya kwamba mwanaume usinichukulie kawaida sana ukaja kuniona kama vile mimi mjinga sana. Kwa hiyo anataka kujiinua. Yes. Lakini pia muda mwingine ataleta maono yake. Yani maono ambayo ya kwake, yani yeye anakuja na maono yake wakati yupo kwenye segment ya ndoa. No, upaswi kuja na maono yako ukishakuwa kwenye ndoa, my friend. Wewe kazi yako ni msaidizi. Sukuma maono ya mwanaume, ndio unaweza kuwa na maono yako, ila usiyatangulize maono yako. Ukishayatanguliza maono yako, umeshindwa ndoa. Ni hatari sana mwanamke kila siku anakuambia, na mimi nitakuja nijenge tu. Ukimwambia kitu, na mimi nitanunua gari, unadhani na mimi huyo hamko pamoja nyie. Ni watu wawili tofauti, mmekutana tu humo ili mpate watoto. Hiyo sio ndoa. Mwili mmoja maana yake nini? Do you understand maana ya mwili mmoja? Mwili mmoja ni kwamba kichwa ni kimoja ambaye ni mwanaume. Akienda huku wote mnaenda. Akisema twende huku wote mnaenda. Umenielewa eh? As long as sio kuabudu miungu. Lazima ujue hicho kitu. Ukishaanza na wewe kuja na mipango yako, mwanaume anasema hivi na wewe unataka kushindana. Mwanamke yoyote ambaye ana kiburi hawezi kudumu kwenye ndoa. Mwanamke yoyote mnyenyekevu atadumu kwenye ndoa. Why? Because atakubali kutawaliwa. Sababu kubwa ya ndoa nyingi kuvunjika ni wanawake kukosa unyenyekevu na ni wanaume kushindwa kuwapenda. Na maana Biblia imetuagiza kuwatii wanaume, alafu kuwaheshimu, na sisi wanaume kuwapenda wanawake. Mwanamke of course anahitaji kupendwa tu. Ukiwa unamwambia nakupenda kila siku, kikaa miezi mitatu hujamwambia, anaona humpendi. Na wewe